Nadhani unazungumzia ule usiku wa cheo ambao baadhi ya wanachuoni baadhi yao wamesema ni mwezi 21, wengine wakasema unapatikana mwezi 23, wengine wakasema ni mwezi 25, wengine wakasema 27, wengine wakasema 29, lakini kauli yenye uzito ni mwezi 27. Lengo kubwa hapa ndugu zangu, tutafute usiku huu katika masiku ile 10 la mwisho. Masiku yote yani. Wala tusisubiri ile 27 ndo tukakesha na kufanya. Tukesha alhamdulillah ni jambo jema, lakini tutafute usiku wa cheo katika masiku haya ya witri, yani kuanzia kama nilivyosema 21, 23, 25, 27 mpaka 29. Ila 27 tu tuzidishe zaidi. Lakini haya masiku tutafute usiku wa cheo. Usiku wa cheo ambao ndugu yangu ni mkubwa sana. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, tena ameshusha sura nzima. Akasema inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hakika sisi tumeishusha Qur'an na tumeiteremsha Qur'an katika usiku wa cheo. Usiku wa cheo ni upi? Anasema Mwenyezi Mungu, lailatul qadr khairu min alf shahr. Usiku wa cheo huo ni bora kuliko miezi 1000. Yaani maana yake ukiupata usiku huo ni kana kwamba umefanya ibada miaka 83 kwa hesabu ya haraka haraka. Miezi 1000 sawa na miaka 83 na miezi kadhaa ukiupata usiku huo. Kwa hivyo na wahusia pia na kuwapa ushauri watukufu watazamaji, vijana wenzangu, haya masiku tuishi nayo kuanzia mwanzo, ikiwa leo ni siku ya kwanza mpaka tunapokamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na lile 10 la mwisho ndo tuzidishe zaidi. Na sio mwezi 27 tu, mwezi 27 iwe ni zaidi. Lakini lile 10 la mwisho liwe ni zaidi, kama ambavyo maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walivyokuwa. Mtume Muhammad anaeleza katika hilo kwamba yeye ilikuwa ikifika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, aikadha ahlahu, anawaamsha ahali zake kwa ajili ya kwenda kufanya ibada usiku. Umeelewa? Washadda al-mi'zar, na anakaza anajifunga kibwebe. Waswahili wanasema yani kulishika jambo katika kwa nguvu zote. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ikifika mwishoni kule mwezi wa Ramadhani, unapokwenda mwishoni, yeye ndo anazidisha. Hivyo na sisi ndo tunatakiwa tufanye hivyo. Tufanye hivyo tunapokuwa tunakwenda masiku yanazidi kuisha, basi tuzidishe zaidi kufanya ibada kuliko ambavyo tulianza mwanzo. Tofauti na leo, watu wanakuwa na nguvu mwanzoni, lakini mwishoni inakuwa nguvu ya soda wanasema. Kwa hiyo ni lazima watu waukamate mwezi mtukufu wa Ramadhani kuanzia mwanzo mpaka kumaliza mwezi wa Ramadhani, na baada ya kuondoka Ramadhani watu waendelee na ibadati nyingine kama ambavyo walikuwa wakijipinda katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani.